Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno, kipindi ambacho tunakuja pamoja kama watu ambao tunamwamini Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba alikuja, kwamba aliishi maisha ya mtakatifu, kafa kifo cha mtenda dhambi, akafufuliwa ile siku ya tatu na kupaa kwenda mbinguni kuketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba, ili atulete sisi watenda dhambi, sisi ambao tulikuwa tumekufa kwenye dhambi zetu, atulete kwa Baba yetu aliye mbinguni. Tunakuja pamoja, tunafungua neno, tunalisoma neno lake. Kwa nini? Sababu tunaamini kwamba hili neno lina uwezo wa kutupa hekima katika wokovu. Hivi basi, karibu fungua neno, fungua kwenye tuko kwenye waraka wa Paulo kwenda kwa huyu bwana Philemon. Tumekuwa tunaangalia kwenye episode 2 zilizopita, kwa tunaangalia ule mstari wa kwanza ambao ulikuwa una introduction kuhusu nani alikuwa ni mwandishi, kwamba alikuwa ni Paulo. Alikuwa na bwana Timothy huko, lakini alikuwa anamwandikia huyu bwana mmoja anaitwa Philemon. Hivyo basi, kwenye episode hii ya leo tunaangalia mstari wa pili. Mstari wa pili ni mwendelezo wa sentensi ambayo Paulo alikuwa ameianza kwenye mstari wa kwanza kuhusu wale ambao anawaandikia. Kwa hiyo anaanza kwamba alikuwa anamwandikia Philemon, afa akamdescribe huyu Philemon ni nani. Anasema huyu Philemon ni our beloved brother, ni kaka yetu mpendwa, ndugu yetu mpendwa, and fellow worker, na mfanyakazi mwenzetu. Tukaelezea kwamba hii lugha ambayo Paulo anaitumia kuhusu kwamba huyu ni ndugu yetu mpendwa au ni kaka yetu mpendwa, inamaanisha kwamba huyu Philemon alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo kumbe ni Paulo mtume Mkristo anamwandikia Philemon Mkristo, lakini pia akamdescribe kwamba huyu ni fellow worker, ni mfanyakazi mwenzake, ni mfanyakazi mwenza. Na tukaangalia ile kazi ambayo alikuwa anaifanya ni kazi ya kutangaza Injili, kazi ya kujenga ufalme wa Mungu, kazi ya kujenga kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Tukaulizana, hivi na wewe ni mfanyakazi? Je, na wewe ni ndugu? Je, ninaweza nikakuita ndugu yangu mpendwa kwa sababu na wewe umemwamini Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi zako pamoja na uzima wa milele? Basi leo tunaangalia hii sentence inavyoendelea kwenye mstari wa pili. Mstari wa pili unasema and to appear. And to appear. Kwa hiyo anamsalimia Philemon, hapo anasema pia kuna huyu mama anaitwa Apia, na yeye anamsalimia. Huyu mama yeye anasema our sister. Kwa hiyo Philemon anamuita our beloved brother, Apia anamuita our sister, dada yetu mpendwa. And to Archippus, anaongezea mtu wa tatu. Kwa hiyo kuna Philemon, kuna Apia, alafu kuna Archippus. Archippus anasema huyu ni our fellow soldier. Kwa hiyo huyu Apia our sister, maana yake na yeye ni Mkristo, kwamba huyu Philemon our brother ni Mkristo, huyu Apia our sister na yeye ni Mkristo, afu tena kuna huyu Archippus ambaye naye anamuita our fellow soldier. Ni mwanajeshi mwenzetu. Kwa nini anatumia hili neno la kwamba huyu ni mwanajeshi? Well, ni kwa sababu anatazama maisha ya Mkristo kama ni maisha ya mtu ambaye yuko vitani. Ukikumbuka kwenye barua yake, barua ambayo anaandika wakati yuko gerezani, ile barua kwenda kwa Waefeso, kule anasema kwamba vita yetu si ya damu na nyama, bali ni tunashindana na principalities, tunashindana na powers and rulers and dominions. Hivyo ndivyo vitu ambavyo tunashindana navyo. Vita vyetu haviko tu hivi kwenye damu na nyama, hapana. Vita vyetu kama Wakristo tunashindana na yule mungu wa ulimwengu huu, the god of this world, ambaye ni Shetani. Tunashindana wale reformers wa miaka ya 1500 walikuwa wanaongelea kuhusu kwamba vita vya Mkristo vinashindana kwenye nyanja tatu. Moja, tunashindana na the world, ulimwengu. Mbili, tunashindana na the flesh, kwamba huu mwili wetu au huu mwili wetu wa nyama. Alafu tatu, tunashindana na the devil, the world, the flesh, the devil, yule ibilisi, na yeye tunashindana naye. Kwa hiyo kwenye kushindana naye hivi, kwenye kupambana naye, hii ni vita ambayo tupo. Na nikuulize wewe Mkristo, wewe unayenisikiliza, hivi unajua kwamba uko vitani? Hivi unajua kwamba ile siku ambapo ulitangaza kwamba wewe umefanyika kuwa Mkristo, umemwamini Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, je, ulijua kwamba unaingia kwenye vita? Ulijua kwamba vitu vitaanza kukaza? Waswahili wa zamani walikuwa wanasema kwamba vyuma vinakuwa vimekaza. Je, ulijua kwamba hicho ndicho ambacho unaingia kwenye battlefield, unaingia kwenye sehemu ya kupambana na kushindana kila siku against your own flesh, dhidi ya mwili wako mwenyewe, against hii ulimwengu, the world, and against the devil. Ulijua kwamba hicho ndicho ambacho unaingia kufanya? Kwa sababu kuna Wakristo wengi ambao wanaishi maisha ya Kikristo bila kutambua kwamba kumbe wako vitani.
Je, na wewe ni mwanajeshi kama ambavyo Archippus hapa Paulo anamuita Archippus kwamba huyu Archippus ni a fellow soldier. Je, na wewe ni mwanajeshi katika hili jeshi la Bwana wetu Yesu Kristo, hili jeshi la Mungu? Hicho ni kitu cha kuzingatia wewe Mkristo. Hili jina Archippus, kama uliangalia zile series ambazo tulifanya kwa Wakolosai, utakumbuka kwamba hili jina sio mara ya kwanza tunalisikia. Jina hili Archippus ni jina ambalo tunaliona kule kwenye mstari wa 17 wa sura ya 4 ya waraka wa Paulo kwa Wakolosai. Kule Paulo anawaambia analiambia kanisa kwamba jamani, mwambieni huyu bwana Archippus kwamba ashikilie vizuri ile huduma ambayo aliipokea kutoka kwa Bwana ili aitimilize. Unakumbuka kule alimwambia, tell Archippus, take heed to the ministry that you have received from the Lord that you may fulfill it. Sasa kuna wanatheolojia na wanahistoria ambao wakiangalia jinsi ambavyo Paulo anawataja hawa watu watatu, wanasema kwamba kuna uwezekano, haijaandikwa kwenye hii barua, lakini kuna uwezekano kwamba hawa watu watatu walikuwa ni familia moja. Inawezekana ikawa hivyo kwamba Philemon alikuwa ni mume wake Apia, alafu Archippus alikuwa ni mtoto wao Philemon pamoja na Apia. Wanasema kwamba inawezekana ndio maana Paulo alikuwa na ujasiri wa namna hii ya kuongea na Archippus moja kwa moja, kwa sababu alikuwa anafahamiana na Philemon, alikuwa anafahamiana na huyu dada Apia. Lakini hii salamu haishii hapo, inaenda pia kuwahusisha kanisa lote. Ndipo hapa tunaona kwamba kumbe kanisa la Wakolosai au kanisa ambalo Paulo alikuwa anawaandikia lilikuwa linakutana kwenye nyumba ya Philemon. Anasema Paulo kwamba and to the church in your house, kwa ajili ya hilo kanisa ambalo liko kwenye nyumba yako. Tulisema kule kwenye ile series ya Wakolosai, kama ukipata muda unaweza kaenda kuiangalia, kwamba makanisa ya enzi hizo yalikuwa sio majengo makubwa ambayo watu wanakutana mule ndani. Hapana. Kanisa wakati liko linaanza walikuwa watu wanakutana kwenye nyumba kwa nyumba. Mtu anafungua nyumba yake, anawakaribisha watu kuja kulisikiza neno la Mungu na kushiriki meza ya Bwana na kuomba pamoja na kuimba nyimbo takatifu. Hapo pia natamani nikuulize wewe Mkristo, hivi kanisa ni nyumbani kwako ni kanisa? Na nikisema ni kanisa simaanishi kwamba je unafungua ili kualika kila mtu aje kushiriki na kuabudu na wewe, lakini je, hivi ni sehemu ambayo Mungu anafahamika nyumbani kwako? Ni sehemu ambayo mnafanya ibada labda? Ni sehemu ambayo kama wewe ni baba au wewe ni mama au wewe ni mzazi, je ni sehemu ambayo wanafamilia wanakuja pamoja, wanalisoma neno la Mungu, wanasali pamoja? Je ni sehemu ambayo Mungu anakaribishwa? Au tuko kwenye zile nyumba ambazo kanisani ndiko tunakoenda kufungua neno, ndiko tunakoenda kulisikia neno na kuomba na kusali pamoja, lakini tukifika nyumbani kila mtu ana njia zake? Labda nikuhimize, hawa kina Apia, kina Philemon, kina Archippus wenyewe walikuwa wanakutana hapo nyumbani, wanaomba pamoja, wanashiriki meza ya Bwana pamoja, wanalisikia neno la Mungu likihubiriwa. Consider kama nyumbani kwako hapako hivyo. Consider leo kwamba hivi itatugharimu kiasi gani kuanza kufanya ibada za nyumbani, jioni kabla hatujalala, asubuhi tukiamka, mchana tukiwa pamoja pale. Inatugharimu nini tukisema kwamba tuanze kutiana moyo kama familia? Nikutie moyo na hilo. Fanya nyumba yako hivi ni nyumba ya ibada. Uwe kama Yoshua anaposema kwamba mimi na familia yangu sisi tunamtukuza Bwana. Amina.